William, tumeshuhudia dakika 90 hapa Benjamin Mkapa kati ya Azam Football Club dhidi ya Young Africans. Mpira umetamatika kwa suluhu. Pengine nini ambacho umekiona kwa upande wako mpaka mpira kutamatika pasina goli? Kwanza nimehuzunika sana kwa sababu mechi ilikuwa ni mechi ya wazi, mechi ambayo pengine tulikuwa tunategemea kuona vitu vingi sana ambavyo vingeweza kwenda kutokea kwenye mechi ya leo. Kwanza ubora wa Azam FC kwenye mechi ya leo, namna ambavyo Azam walikuwa bora kwenye mechi ya leo, lakini Azam wameenda kuangushwa na naoza wao ambaye alipaswa kuliendesha ili gurudumu, kulitoa pale lilipo na kwenda kulisogeza mbele, lakini baadaye ukaona chombo cha Azam kikaanza kwenda mlama mpaka baadaye Azam FC kwenda kupata pointi moja. Mechi ya leo amewakwamisha kocha wao mwenyewe ambaye ni Ibenge, naweza nikasema amewakwamisha kwa maana kwamba Young Africans mpaka siku ya leo kufikia leo wamecheza mechi ya 14 hii. Kabla ya mechi ya 14 ilipokuwa Yanga ina mechi ya 13 wamefunga magoli 33. Safu nzima ya ushambuliaji ya Yanga ni safu bora na safu hatari. Kwenye kuruhusu magoli wameruhusu magoli matatu. Hilo la tatu kama tukilifuta, maana lile la tatu Mchomebu ambaye watu waache kupiga kelele. Hilo goli la tatu lile la Zanzibar tunalitoa. Yanabakia magoli haya. Kwa timu ambayo imeruhusu magoli machache ni Yanga. Timu yenye safu nzima nzuri ya ulinzi ni Yanga. Sio, unanielewa vizuri eh? Kwa kama unataka kufunga Yanga unatakiwa uwe na striker ambaye amekamilika na striker bora. Lakini leo hii muangalia kocha Ibenge alivyoingia kwenye mechi ya leo, ameenda kuanza na Zidane Sereri. Sio, unanielewa? Moja kwa moja unaonyesha kwamba kocha kwenye mechi ya leo kama hakujiamini. Sawa, amecheza mpira kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 20. Baada ya kusoma mchezo kwenye kufanya mabadiliko nikategemea pia Kitambala bora ataingia kwa sababu ni striker mzuri ambaye angeweza kufanya arasing na kina Baka pia na kina Mwamnyeto kwa sababu ni striker mrefu. Kuna muda alikuwa anapita huko pembeni. Winga wao yule Idinado anapiga cross, inakuwa ni rahisi sana kwa mabeki wa Yanga kwa sababu hamna mtu mrefu. Sereri ataenda kufanya nini kwa kina Baka ambao mabeki wakatili? Moja kwa moja unaona kwenye mechi ya leo kocha ndo baada ya kuja kufanya sabu tena nikategemea Kitambala akaja akamuingiza Ngita. Ngita ni striker mzuri lakini Ngita anahitaji space sana. Ngita ana nafasi 3 ndio moja anaitumia. Tumemwona kwenye mechi ambazo amecheza Ngita Kamanga yule. Bado ni striker kawaida. Kuna namna mipira walikuwa mabeki wanachukua vizuri. Kuna muda alikuwa tuna ile mpira 1 against 1 ile. Mabeki wanachukua mpira kwa urahisi tu. Kitambala bora kwenye mechi bora ya Mzizima ambayo tulitegemea pengine anaweza akafanya kitu kikubwa. Tumemwona kwenye mechi ya Simba. Ni striker ambaye amekamilika, wakina Lushende lake walikuwa wanapata shida sana. Sababu ni striker mzuri ambaye anaweza kupiga vichwa, anaweza kupiga chenga, anaweza kupiga. Lakini ikawa ni surprise kwetu, Ibenge leo amemkalisha kwenye mbao ndefu. Kwa hiyo moja kwa moja ukiangalia matokeo ya leo, of course alifanikiwa kwenye eneo la kiungo, aliweka viungo wagumu James Akaminko na Imidi Mao Mkami. Walikuwa ni viungo wagumu, Yanga walikuwa wanapata shida sana kwenye kupita pale. Sababu walikuwa wakijaribu kwenda kusukuma hatua. Hebu shuka mpe 10,000 ya kale ana njaa. Umeona eh? Walikuwa wakijaribu kupiga hatua, anaenda na wanapigwa mabuti. Umemwona Akaminko na namna ambavyo alikuwa anacheza Imidi Mao. Yanga wao kiungo wao waliweka softi. Leo msukuma kuepo. Yule msukuma ni nani? Damaro Kamara Nyakavindi Masanje. Damaro leo akuepo. Walianza kidogo Duke Abuya, unajua ni mchezaji ambaye tunasema wa Sabato kama Max Zengeli alivyokuepo. Hata ukipita akupigi buti, labda akushike shati. Lakini angalia ukivuka pale kwa kina Imidi Mao, wanaweza wakakuua wale. Hawapigi mabuti ya kimpira, wanapiga mateke. Kwa hiyo moja kwa moja imeonyesha leo hii kocha wa Yanga ni mdogo. Ngoja. Kocha wa Yanga ni mdogo kwenye mechi kubwa za maamuzi. Kocha wa Yanga anaweza kuzicheza mechi ndogo. Mechi kubwa hii ya leo ameonyesha ni mdogo sana. Mechi zote ambazo kocha wa Yanga anakuwa zinahitaji, yani tuseme timu ina quality ya juu kidogo, kocha wa Yanga anaonyesha hana mbinu. Kwa huyu kocha safari yake na yeye kwenye mechi 5 zijazo. Tumemwangalia kwenye mechi ya Dabi namna ambavyo wamecheza na sababu walivyokuwa wanazifanya. Tumemwangalia pia kwenye mechi ya leo Goni Alves ameonekana ni kocha wa kawaida kwenye namna kwenda kufanya maamuzi na kufanya. Nisikilize kwanza. Tulia kwanza. William mtetezi wao. Tulia. Mimi naongea kilichopo. Guys, mpira unachezwa hadharani. Umeelewa vizuri? Waandishi mnaona, mashabiki tunaona. Ukimpa nafasi ya kuongea kila kitu ataudanganya umma. Mwanangu nisikilize, mpira umeonekana hapo dakika 90. Umeelewa?
huyu badala aseme kwamba wakina Emedi Mau Mkame wanacheza faulo, anasema wakina Duke Oga Abuya ni viungo wa laini. Si unanielewa vizuri? Sema ukweli. Wachezaji wa Azam wamepiga buti, refa kaweka gadi. Wewe unashindwa kusema hivyo. Mbona ameshindwa kufunga leo? Sikiza kwambie. Mechi ya Yanga kama hii hapa ni aina ya mechi ambayo kwanza ni dabi. Dabi always sawa, inahitaji vitu viwili. Haki na usahihi. Si ndio? Kwamba yani inahitajika kwamba kama ni faulo basi refa weka faulo. Haki na usahihi unahitajika. Mwanangu, ukiangalia hii mechi ya leo, man of the match kwangu Mchome, refa ndo kaiamua. Ibenge mimi narudia. Ongea mpira wenyewe. Kwani refa si sehemu ya mchezo? Mbona kule refa si ndio kiongozi? Refa leo nisikilize. Refa leo alishindwa kusimamia kanuni 17 za mpira. Prince Mpomelelo Dube kachezewa faulo ndani ya boksi. Refa bora angejifanya hajaiona, kainuka mikono kafanya hivi. Ukifanya hivi na ni faulo, ina maana umefanya kusudi ulichokiamua. Umeelewa vizuri? Kama Yanga alistahili kupewa penalty, apewe. Na kama Yanga hakustahili kupewa penalty, asipewe. Nisikilize nikwambie. Mimi Facebook hela ndogo nayokula kwa mwezi ni dola 600. Samauliza nalipwa shilingi ngapi? Mkataba wangu mimi na kampuni zangu kiwango cha chini nakula milioni 1. Hajauliza Facebook. Yanga unalipwa shilingi ngapi? Na milioni 5 Instagram. Una mwanasheria? Umemuuliza swali zuri kwamba si unaelewa ndugu yangu. Ngoja tuongee mpira. Nisikilizeni jamani. Hii dabi Simba sisi haituhusu. Kwa sababu hakuna shabiki wa Simba ambaye timu yake imecheza. Hii mechi ya Yanga haituhusu. Kwa sisi tunachambua mchezo ulivyokuwa. Kwa nini mchezo leo mlalamikie refa wakati Yanga hawajatengeneza na wewe umevaa jezi gani? Wewe hujawahi kupigwa? Kupigwa vipi? Na mashabiki wa Simba. Kupigwa kwa kosa gani? Kule so huyu. Kule Kokobichi. Geuke kamera uonekane. Kila naendelea. Tulia niwafundishe mpira wa madogo. Mimi nachowaambia ni nini? Yanga kuwa bingwa msimu huu apambane, kwa sababu ana vita ya ndani ya uwanja na ana vita ya nje ya uwanja. Nisikilize, kwa sababu gani? Tulia, tuwe taratibu. Ya ndani ndo kama hii hapa. Unaona sehemu ya offside. Tulia kwanza, naongea Mchome mapovu. Kama unataka kuonekana njoo kae nyuma yangu uonekane. Naongea Mchome anaongea nani? Mchome. Tulia bwana mdogo. Iko hivi. Mwandishi umeniuliza vita ya ndani ya uwanja, si ndio? Vita ya ndani ya uwanja ndo kama hii. Umeelewa vizuri? Marefa sehemu ya penalti anameza filimbi. Yanga akicheza kidogo faulo. Azam akipiga buti watu wamemeza filimbi. Vita nje ya uwanja ndo kama yale matundu ya Zanzibar, matundu ya kamera, watu wanapiga picha wanasema Yanga katoboa, apitishe vimiminika. Zile ni vita za nje ya uwanja. Lakini sikufichi. Tulia. Hiyo ishapita. Halali kwamba Yanga pia wananufaika na vita za ndani ya uwanja. Vita za ndani ya uwanja Yanga zinaumiza. Kwa sababu gani? Vita za ndani marefa wanashindwa kusimamia kanuni. Mwanangu, mechi ambayo Yanga anastahili kufungwa, Yanga anafungwa. Msimu huu marefa wamefungwa 4 kwenye mechi za Yanga. Anastahili kushinda, refa anatia gadi. Wewe uone. Lakini Mchome, kwa namna ambavyo umeitazama Yanga, ni kama kocha Pedro Gonçalves anapata shida sana kwenye mechi. Wewe unaamuaje? Wewe vaa viatu vya Pedro, watu wakianzisha movement faulo, watu wakianzisha movement offside, vaa viatu vyake. Wewe kocha unafanya nini? Azam akienda kushambulia correct, Yanga akianza kushambulia faulo, wewe Pedro ndio Pedro unafanya nini hapo? Nataka kuniambia kwamba katika mchezo wa siku ya leo Yanga wamenyongwa vibaya mno. Wewe ingia Instagram kaka, huyu mwenyewe anajua. Tuko pale. Mike off huyu nilikuwa naye. Ananiambiaje Mchome? Yanga kuwa bingwa msimu huu haiwezekani. Kamuuliza kwa nini? Anaambiwa Yanga watu washachoka kumuona ananyanyua makombe. Huyu sio kwamba timu yake pengine imechoka. Sio kuchoka. Mwanangu yeye nikwambie, nisikilize bana. Mpira si unaonekana. Tuache ushabiki. Kama Yanga anastahili kufungwa, muache afungwe. Kwani mimi nalalamika nini? Yanga kama anastahili kufungwa, muache afungwe. Na kama anastahili kushinda, muache.
Watu wanawekeza hela nyingi blaza. Depo analipwa shilingi ngapi mshahara? Alafu nakuja wanzani. Ikianzishwa movement offside, ikianzishwa movement foul, ikianzishwa wachezaji kwenye penalty tunameza film. Is not fair. Nilikuwa napiga story na mashabiki wa Simba, mashabiki wenzako wanasema kwamba Azam wamecheza chini ya kiwango, walistahili kushinda huu mchezo. Azam mechi ambayo alicheza na Simba alitufunga. Ina maana kama Simba tunaamini ni bora, alafu kashindwa kumfunga Yanga, lazima tuamini Azam amecheza chini ya kiwango. Lakini ile Simba tulia niendelee. Unanikata, nakupa kodi. Mimi nachokiamini Azam aliifunga Simba mbovu. Sio kwamba Azam ni bora. Azam ni wa kawaida. Na ukiona shabiki wa Simba analalamika eti Azam leo kushindwa kushinda hapa, ni mnafiki. Azam ni mbovu. Leo hii timuulize huyu William, Azam aliyotufunga sisi ni bora? Azam aliyotufunga sisi ilikuwa ni bora. Kwa sababu kwenye ushambuliaji pale ilikuwa kitambala bora. Umeelewa? Udhaifu wa Simba ndio ulipelekea Azam wakashi. Leo Azam alikuwa na kila sababu ya kushinda. Brother, mimi naongea kilichopo. Refa akikupa gadi, refa akikutilia, tulia sasa, ndo refa ndo muamuzi wa mchezo. Umeelewa vizuri? Kawanyima penalty. Kawanyima penalty Yanga. Kawanyima nini? Penalty. Haikuwa penalty. Haikuwa, hatujasema ilikuwa. Kwa quality ya Yanga wewe ulilie penalty. Quality ya Yanga. Mimi nalilia penalty. Yanga wanalilia penalty. Yanga wanalilia penalty. Yanga wanalilia penalty. Kwa quality yao una Dube, una Depu, unalilia penalty leo hii. Kwani penalty sio sehemu ya mchezo? Ukicheza faulo, mechi ya Dodoma na Simba msimu uliopita iliamuliwa na nini? Penalty. Penalty ni kitu muhimu sana kwenye mchezo. Kama ingekuwa kitu muhimu mechi ya Namungo na Yanga, wao Namungo nao wangepewa. Sasa si mlaumu refa. Mimi sitaki kulaumu refa. Kidogo kuhusiana na performance ya Depu. Depu wanafunga kwenye mechi tofauti tofauti, lakini katika hizi mechi za Simba na Azam hatujamuona akiweza kuscore. Pengine shida ni nini? Ngoja nikwambie, shida ya Depu kwenye hizi mechi, shida yake kubwa ni maamuzi ya refa. Mwanangu, Depu ni mshambuliaji, sio beki. Takuzaba makofi mwandishi. Depu ni mshambuliaji. Ili Depu apate mipira, inabidi refa aache mashambulizi yaendelee. Watu wakianzisha movement, nisikilize. Watu wanaanzisha movement kibendera kachiche. Kanafanya hivi mkono. Foul, mara offside, mara sio nini. Ili Depu apate mipira, lazima Yanga abutui. Wanakuuliza huko refa ni mchezaji wa Yanga au refa ni maana umemngangania refa? Mimi kilichoniuma refa akipiga filimbi. Refa akipiga filimbi, movement inaendelea. Refa ndo muamuzi. Kwa refa akisema hii ni offside, wewe hata ukifunga sio goli. Yaani sikiliza ngambie. Sisi tukiacha ushabiki, huyu jamaa Mike Off ataniambia ukweli. Sasa tumalize na hili Mchome. Mmebakisha gap la alama 3. Sogea hapa ndugu yangu. Gap la alama 3 kuweza kumfikia Yanga. Nyie ndio mmebaki kuweza clear hilo gap la alama 3. Mnaona katika mchezo unaokuja mnaweza mkafanikiwa? Mimi kwangu, yani kwambia Simba tukishinda mchezo ujao, sawa, bado gap lipo. Sio kuclear. Kwa sababu Yanga alikuwa ametushinda alama 5, kadondosha alama 2. Na maana Simba akishinda, Yanga anaongoza ligi kwa alama 3. Nimepatia? Uko sahihi. Unajua mpira siku hizi. Haya. Yanga kadondosha alama hii hapa. Hizi ni miongoni mwa game ngumu sana ambazo Yanga anacheza. Hii mechi Yanga alideserve kabisa kupata alama 3, lakini refa kawanyonga. Ongea mpira. Ongea mpira.